Mami, mambo vipi? Poa, sijui wewe. Nimefurahi kukuona. Mimi pia. Wanasemaga kwamba mbwa anahisi, anaona na ananusa. Kipi ambacho kwake ni active zaidi? Ananusa zaidi kuliko hivyo vingine. Na ni kitu gani ambacho cha ajabu lakini ni kitu ambacho kinavutia zaidi na wengi hawakijui? Ni kitu cha kipekee ambacho mbwa yuko nacho ni kwamba they are very loyal, wakikupenda wamekupenda. Hawana cha kusita au moja na mbili ya. Nadhani ushai kusikia wanasemaga kwamba wanaume wote ni mbwa. Wadada wanasema wanaume wote ni mbwa. Kwa nini wanawafanisha wanaume na mbwa? Okay, iko hivi. Mbwa akitaka kumiliki eneo au akiwa anataka kumark sehemu, anapita atakojua hapa, atakojua pale. Kwa hiyo ile hali ya kwamba kaka zetu inasemekana hawezi kutulia na mwanamke mmoja, inawafanya wanawake au watu wanawafananisha na mbwa kwamba anakojua hapa, anakojua pale. Kwa hiyo hata kama kuna madume wawili ndani ya nyumba, utaona mmoja anapoenda kukojoa kususu na mwingine anaenda na susu pale, ili tu auwe ile harufu ya mwenzie, ibaki harufu yake, amiliki hilo eneo. Yeah. Ushai kusikia tu anasema kwamba yule mwanaume suruali tu. Wewe ukilisikia ile neno linakupa tafsiri gani? Mwanaume suruali kwa ilivyozoeleka ambavyo wengi tumesikia hivyo ni kwamba ni yule asiyejituma au ambaye anapenda kulelewa. Alright, yo, what's up my beautiful mommies and daddies? Ni PMTV2 na leo kama ulivyotoka kumsikia hapo, nipo na Lisa, wengi wanamfahamu hivyo, akiwa ni mmiliki wa Academy ya PLK9, Academy ya mbwa dog inaitwa hivyo lakini zamani pia alishawahi kujihusisha na masuala ya kisanii kama vile kuandaa events za kiburudani, lakini pia kumanage wasanii na vitu vingine kama hivyo. Ni matumaini yangu unatamani kujua mengi sana kuhusiana na mbwa, lakini pia kumfahamu zaidi mwanadada Lisa ambaye kwa sasa hivi amebezi sana kujishughulisha na biashara ya mbwa. Mimi naitwa Bezi Benny, you already know, stay tuned. So kuna biashara nyingi ambazo nyuma ulishawahi kuzifanya huenda, lakini pia unazifanya. Lakini kwa nini umeruhusu image ya kuonekana kwamba unafanya biashara ya mbwa na si biashara nyingine? Sababu ni nyingi sana, lakini ya kwanza ni kitu ambacho nina passion nacho zaidi. Ninafurahi kukifanya kwa 110%. Na ukiachana na hivyo, ni biashara nzuri na ya kipekee kuliko zile nyingine ambazo nimewahi kufanya. Kwa mfano utalii, watu wengi wanafanya, events watu wengi wanaandaa. Nilikuwa na Pizza Point, Pizza World, watu wengi, pizza zipo sehemu nyingi, lakini hii ninayofanya sasa hivi inanitambulisha zaidi mimi kama mimi, ni ya kipekee na ni nzuri na ifurahia. Ndio maana nikaamua hii iwe front zaidi. Na mtu anaweza kujiuliza, sawa, ana academy, analea mbwa very professional, lakini Lisa anaingizaje pesa kupitia biashara? Kuna watu unakuta wanasafiri, wanahitaji kuwaweka mbwa wao sehemu, hawana sehemu ya kuwaweka, wanawaleta hapa boarding. Lakini pia watu siku hizi wameelimika sana, hawapendi kuishi na mbwa tu ili mradi. Watu wanapenda mbwa wao wapitie mafunzo na waweze kuishi nao, waweze kuelewana kama wanavyoelewana na binadamu wengine. So wanawaleta zaidi tuwapatie mafunzo. Kwa training imenitambulisha zaidi kwenye hii biashara kuliko hata hii boarding, vet na vitu vingine. Na tunaona tu kwa wenzetu kuhusiana na masuala ya wanyama na vitu kama hivyo. Kwa upande wetu ni ngumu sana kupata fursa na vitu kama hivyo. Ni fursa gani ambayo kwa hicho unachokifanya imesha kutambulisha kwenye dunia ile ya watu ambao wanahusika hasa na issue za wanyama? Kwa hapa kwetu, nikianza na hapa kwetu, nitaanza na wilaya ya Ubungo. Imenipa opportunity ya kushirikiana na serikali katika kutokomeza kichaa cha mbwa na kudhibiti mbwa wa mtaani waweze kudhibitika, isije kafika mahali kwa wanadhuru binadamu na tukawa out of control. Kwa hiyo hilo namshukuru Mheshimiwa DC wa wilaya ya Ubungo
Beto Msando tunatarajia kufanya kazi pamoja na wilaya yake ili kusaidia katika kupunguza hilo ongezeko, lakini pia kuwaweka binadamu na mbwa salama, mazingira ya jamii yawe salama zaidi. Lakini pia opportunities ambazo ninazipata nyingi zipo nje. Kuna taasisi nyingi sana kubwa za nje ambazo zinanifuatilia na wengine naongea nao, kama Georgia K9 Police Foundation inanifuatilia. Yani taasisi zipo nyingi, mkuu wa majeshi ya Canada, watu ni wengi ambao wanadeal na mambo ya mbwa. Kwa hiyo kwa nje napata mwamko, watu wengi wanakuwa wananifuatilia, lakini pia ndani nimegundua watu wengi walikuwa na uhitaji na hii service. Na ukizingatia sisi kama PLK9 tunataka kwenda mbali zaidi, ifike mahala Tanzania nako tuwe na mbwa ambao ni service dogs, ambao wanasaidia hao wenye magonjwa ya sukari, pressure, cancer. Mbwa anaweza kuwa trained kulingana na mtu anaumwa nini na medical report yake, basi mbwa akaandaliwa ambaye akawa ni msaidizi kwa huyo mgonjwa mara zote. Kuna fursa nyingi kama ulivyoeleza, inaonekana kuna fursa nyingi na ni ni kama vile ni biashara ambayo watu wengi kama hawaioni faida zake. Kuna binti au kijana wa kiume leo yupo tu amaliza chuo, amekaa hana kazi ya kufanya, lakini kuna vitu kama hivi anaweza akafocus navyo akafanya vizuri. Unamwambia nini? Kikubwa ni kujituma, jiangalie unahitaji nini. Nadhani kitu ambacho kina cost wadogo zetu wengi au marafiki zetu, age yetu sisi, ni kwamba watu wengi wanategemea kwamba amemaliza chuo, ana PhD yake, ana masters yake, kwa hiyo anasubiria apate kazi inayoendana na elimu yake, anasubiria apate zile kazi ambazo ni simple tu, ana apply na kaa ofisini afanye kulingana na taaluma yake, which ni vizuri kwa sababu ame struggle muda mrefu kufikia hapo alipofika, lakini haikuzuii usiangalie fursa nyingine za maisha. Kwa mfano mimi kuna madaktari na wafahamu, badala ya kufanya taaluma zao siku hizo wanauza vyombo, like vyombo vya kutumia ndani. Yani chances zipo nyingi. Kikubwa wakati unafukuzia ndoto zako nyingine, usisite kujishughulisha na chochote ambacho kinakuja mbele yako. Kila kitu ni fursa, inategemea unaangalia kwa jicho gani na unajiamini kiasi gani. Na tukirudi kwenye issue ya kulea mbwa, wale wa mitaani wanaitwa mbwa koko. Hawa nao wana majina yao. Hakuna mbwa koko. Au ni tafsiri tu watu wameamua kuwa naye kwamba akimwona anazurura anasema mbwa koko, lakini hakuna mbwa koko. Hata hao ambao wanaonekana ni pure breed kama German Shepherd, Bobel, akishazurura mtaani ana mtu wa kumhudumia, huyo ni mbwa koko. Kwa hiyo na utofauti wao mkubwa uwage uko wapi? Tofauti hao wanaolelewa na hao ambao wanazurura mitaani, uwaga tofauti yao kubwa ni ipi? Ndio hiyo, wanakuwa kwenye hatari ya kupata magonjwa kama kichaa na magonjwa mengine, na pia wanakuwa sio salama kwa jamii. Kwa sababu anapopata kichaa na uwezo wa kung'ata watu, na kama tunavyojua kichaa, mtu aking'atwa na mbwa mwenye kichaa akafika stage ya kuanza kubweka, atapoteza maisha. Kwa hiyo inakuwa ni hatari. Ni vyema mbwa wote wakapata mtu ambaye anaishi nao. Hata kama wanazurura, basi at least itafutwe njia ambayo itawasaidia wale mbwa wasizaliane kwa wingi na wasipate magonjwa. Na mbwa wanasema anawahi kuzeeka. Ni kwa miaka mingapi anaishi, lakini pia ni kweli anawahi kuzeeka? Lifespan ya mbwa ni miaka 15. Kama wanalelewa vizuri anaweza akazidi. Kwa hiyo unakuta mwingine mbwa wake ni miaka 2 na mbwa wangu ni mzee. Naambiaga bado sana, nafasi bado ni ndefu. Kwa hiyo ni malezi na lishe anayopatiwa na chanjo kwa wakati inaweza kumfanya mbwa akaishi muda mrefu zaidi. Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unaelezea mbwa, lakini ukajisahau kusema mtu wanakuwa ni watu. Sasa hivi kuna scenarios ambazo zimeshawahi kutokea kwamba unakuta mtu anakuwa karibu na mbwa kiasi kwamba labda unaingia kwenye, anakuwa labda ana mahusiano naye hadi kufikia issue za sex, na kama hiyo scenario ipo, ni kwa nini? Nadhani dunia ina mambo mengi na kila mtu kuna namna ambavyo anachukulia mambo yake. Ni kweli kuna baadhi ya watu wanafanya hivyo, lakini mimi naona ni animal abuse, kwa sababu
wewe binadamu na akili zako timamu. Kumuingiza mbwa katika vitendo vya ajabu kama hivyo, ni wewe unamkatili huyo mbwa. Na siwezi kushangaa sana kwa sababu kwa namna moja ama nyingine binadamu tumekuwa wakatili sana. Kuna wazazi wanakuwa wakatili kwa watoto wao. Kuna ukatili mwingi unaendelea katika jamii. Kwa hiyo ninaposikia, mimi niko against that. Ninaposikia mtu anafanya ukatili wa namna hiyo, kwa kweli sio kitu kizuri. Lakini wapo baadhi ya watu ambao wana abuse mbwa kwa hiyo njia. Na hiyo inakuwa ni abuse, yani inakuwa ni kitu kibaya kwa mbwa. Yeah, that is animal abuse. Sio sawa. Kwa nini usitafute binadamu ukafanya naye? Yeah. Okay. Je, ulishawahi maybe kutamani kudate na mtu maarufu au walishawahi kukufuata pia watu maarufu sababu za kwa ndo industry yako? Yeah. Mtu maarufu au sio maarufu doesn't matter sana. Kinachomata ni personality ya mtu. Yeah, personality ndio kila kitu. Lakini athari nimeziona, nazijua, kwa hiyo najua lipi zuri, lipi baya hivyo. Mabinti wengi sasa hivi wamekuwa kipotoshana kuhusiana na swala la ndoa. Bwana Mr. Kindoa, na mitandao pia imeingiza vitu vingi vya kufanya watu wawe na mentality hiyo, hasa kwa mabinti Gen Z. Wewe kama dada, kuna mabinti pia wanakutazama, walishai kupata stories zako, una kipi cha kuzungumza lakini kuhusiana na engo ya masuala ya ndoa? Mimi nadhani kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, shetani yuko after vijana zaidi. Ukichunguza vijana wengi sana, kuna vile wanalalamika hivi vile, lakini pia utandawazi umekuja kuharibu generation yetu. Kwa sababu miaka ya zamani, ukiongea na wazazi wetu au watu wazima unagundua mambo yalikuwepo, lakini miaka ya zamani tulikuwa hatuyasikii wala hatuyaoni kwa sababu mitandao ilikuwa haipo, masimu yalikuwa hakuna. Lakini kikubwa kilichosaidia wazazi wetu ni hivyo uvumilivu. Sisi siku hizi generations zinabadilika, kadri karne zinavyobadilika na matukio, unajua shetani naye ana nguvu, kwa hiyo inasababisha watu wanakuwa wanaogopa. Yes. Okay, so tunakuona upo active na vitu kama hivyo. Ni jambo gani ni gumu zaidi linakupa challenge kwenye kufanya biashara yako? Challenge iliyopo sana ni wachache wanakuwa na ule uelewa kwamba hawa mbwa ni kama watoto wadogo. Kwamba mtoto mdogo unapompeleka shule au unapomfundisha, kuna vitu ataketch, kuna vitu atakuwa mzito, vinahitaji muda zaidi. Kwa challenge sio challenge kubwa, ni ndogo sana ambayo naipata ni kwamba mbwa anapoletwa, kuna vitu ataketch, kuna vitu atoketch. Kuna mwingine ataelewa kwa nini hajaketch hiki, mwingine atakuwa understanding. Yeah. Kwa challenge ni hako tu, lakini otherwise all is good, namshukuru Mungu. Labda challenge kwa watu labda wanaokuletea, labda tutunzie, labda ikatokea kapata changamoto ya kung'ata na mbwa mwenzie, nini unazienda vipi? Kwanza tupo makini sana. Mbwa anapoletwa, kama tunajua hawa mbwa sio ndugu, hawajatoka sehemu moja, hawafunguliwi pamoja. Lakini kuna mbwa ambao tunawafanyia socialization, pia wana uwezo wa kuinteract. Changamoto sana inakujaga kwa madume kwenye kugombania territory. Kila mtu anataka awe mbabe. Kwa pale kwenye ubabe pale ndo tunapadhibiti kwamba huyu mbabe sana ataumiza wenzie, atumtoi. Tunawa separate, na wanaokuja kutoka compound moja ndo hao tunakuwa tunawatoa kwa pamoja, otherwise kila kitu kipo sawa. Okay, na sisi tumekuja hapa kwa sababu ulituelekeza, tumefika hapa, lakini kuna mtu ambaye anakuhitaji ile, anauhitaji na wewe kuhusiana na haya masuala ya mbwa, anakupataje? Anaweza akatufuatilia Instagram, account yangu ni Lisa_Fikensha, account ya PLK9 inaitwa Pets Lovers TZ, au akiandika PLK9. Lakini vile vile tunapatikana Mbezi Luis, njia ya Mpiji Magoe. Ukifika kwa Jimbo utaona bango kubwa linaloelekeza ofisi yetu ilipo. Yeah. Na uliwahi kusema kuna interview yako nilisikia kwamba upo kwenye process za kuenda specialize kabisa, yani kwa masuala vipi? Mchakato upo vipi? Mchakato najipanga kwa sababu ni hela ndefu sana na sio Tanzania. Ili tuweze
kupata hao mbwa ambao watatusaidia kwenye mambo mengine. Kuna mbwa wengine pia ni therapy dogs, wanatumika kama therapy. Yani vitu ni vingi, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mungu tutafika na tutafanikisha. Wanasema penye nia pana njia. All the best. Asante sana. Alright, kama ambavyo nilikuambia mwanzo, leo tupo kwenye PLK9 Academy ya mbwa. Tuko na Lisa, tumezungumza naye mambo mengi. It's my hope that tumejifunza, lakini pia umepata burudani at the same time. Kama alivyosema, utamcheck kwenye social media if unakuwa na mahitaji ya kile ambacho anakifanya. Hii ni PMTV2, mimi naitwa Best Benny, original. Stay tuned.